zangu wenye umetembea mahali hapa, tumekuja kusikiliza mambo haya. Mimi wengi wenu wananijua kwa majina naitwa Muhonge. Muhonge nimekuwa ni sauti yenye hakika inafahamisha umma letu. Mtu yote mwenye anakaa pamoja nasi katika eneo hili la Magharibi Kenya, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, mtu yote bora yeye ni mwanadamu, alitoka kwa usawa Adamu. Sisi nataka tufahamishane kama watu eneo hili, tukuje pamoja, tulete vipaji vyetu vya ubinadamu, hasa vipaji vya kupiga kura pamoja. Tunataka kama watu eneo hili sisi tupiga kura yetu moja kama watu wa moja katika chama moja, na hii jambo haiwezi kupatikana kwa urahisi kama viongozi wetu wenye Mungu amewapea neema kubwa na pia nafasi kubwa katika maisha haya ya dunia hii tunaishi, kutuongoza katika wakati huu katika mambo ya michakato ya kisiasa. Hasa ndugu zangu hawa kubwa wenye Mungu amewapea nafasi kubwa katika maishani mwao kukuwa viongozi wa kisiasa katika eneo hili. Ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Wetangula, ndugu yangu Oparanya na ndugu yangu Eugene, ndugu yangu pia wenye Mungu amewapea nafasi katika wakati huu pia, ndugu yangu Sifuna, ndugu yangu Natembeya na ndugu yangu Malala, na papa wetu mzee wetu mwenye amesimama na sisi kwa muda mrefu katika mambo ya michakato hii ya kuleta vipaji vyetu vya upinatata pamoja, baba wetu Atuli. Tunataka tumumpe ufahamu hakuna kitu ya maana katika maisha yetu ya binadamu katika ulimwengu huu tunaishi, sisi kufanya kazi yetu pamoja, kukuja pamoja kama watu wamoja. Hii mambo viongozi wetu kukuwa na marafiki na viongozi wengine kutoka nje, marafiki wao wenye wanaopikia ngoma katika eneo hili letu, wanaokambenia ama wanaopikia michakato mambo yao za kisiasa, strategic sao katika eneo hili letu, kama ndugu yangu wakubwa wawili, ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Wetangula. Hawa imejulikana rafiki yao ni Mheshimiwa President William Samoei Ruto. Ndugu yangu Eugene imejulikana rafiki yake ni Kalonzo. Ndugu yangu Malala inajulikana rafiki yake ni Gachagua. Haya mambo yote mkileta huku nyumbani inafanya sisi watu wa eneo hili la umma la Magharibi Kenya kukuwa na hali ya kutakanyikiwa, kwa sababu wewe Malala kisimama unasema Rikichi anatosha, Gachagua anatosha. Kalonzo sema mimi Kalonzo anatosha. Mara tukiona ndugu yangu Musalia akisimama na ndugu yangu Wetangula akisimama nasema Mheshimiwa Ruto tutam. Hii mambo inaleta mchanganyiko katika sisi umma la Magharibi Kenya. Hatutaki tutengeneze matui na Wakenya wenzetu, na kama sisi hatutaki kutengeneza na watui na Wakenya wenzetu, lazima tukuje huku nyumbani viongozi wetu wakuwe pamoja, kwa sababu hao ni watu wamoja. Hawa ni watu eneo hili wa jamii hii yetu ya Mlembe, watu wa amani. Mkuje pamoja, mkue na meza moja, muongee, muonyeshe, mkue na mwongozo mwafaka, mkue na mbinu iliyo mwafaka yenye itapea mwongozo wa jamii hii ya Magharibi Kenya, itatupea mwelekeo katika mambo ya kisiasa ya 2027. Hii mbinu ama hii strategy mtakuwa nayo haina watui. Mbinu kutoka jamii yetu ya Magharibi Kenya tutatengeleza kama watu eneo hili kupitia viongozi nyinyi, viongozi wetu hawa, ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Wetangula, ndugu yangu Eugene, ndugu yangu Oparanya, ndugu yangu Sifuna, ndugu yangu Malala na ndugu yangu Natembeya. Itatuleta sisi sote pamoja, italeta watu wetu eneo hili pamoja, na hatutakuwa na madui. Hao viongozi walio nje wenye wanaleta uhasama katikati yetu, ndugu yangu Kalonzo, ndugu yangu William Samoei Ruto, ndugu yangu Matiang'i na viongozi wengine, watakuja katika strategy yetu ama mbinu yetu kama vifaa vyenye sisi tutumia ili tutengeleze utachiri na tutengeleze mali katika eneo letu. Hatutakuwa na watu wao. Lakini nyinyi mkikuja huku nyumbani, kila mtu anashikilia wake, anasema wangu huyu ni mzuri. Mheshimiwa Ruto ameshikiliwa na ndugu yangu
Wetangula na ndugu yangu Musalia kweli mzuri. Mheshimiwa Kalonzo ameshikiliwa na hicho ni kweli mzuri. Inaleta mfurukano wa mawazo katika watu wa umma hili Mlima Kenya. Hatutaki mbinu kama hiyo. Tunataka mkuje nyumbani kama manduku, mtengeleze meza ya mazungumzo, mtoe mbinu ya kijamii, mtoe strategic plan ya jamii yenye tafanya viongozi hao wote marafiki wenu kutoka nje ya umma letu Mlima Kenya wawe ni vifaa vitatumika katika kutengeneza utajiri katika eneo letu. Sisi tunataka tuwe na strategic plan yetu yenye itapewa watoto wetu uwezo tukawapelekea katika mashule za ufundi hali ya juu katika kule ng'ambo, wakasome, wakakuja wakachengeza michi ya fahari katika eneo letu, wakakuja wakatengeneza barabara za kifahari katika eneo letu, wakakuja kutengeneza railway line ama mambo ya railway ya kifahari katika eneo letu, wakakuja kutengeneza viwanja vya ndege vya kifahari katika eneo letu, wakatengeneza hospitali zinatibu magonjwa yenye iliyo suku katika wakwe na utaalamu na ufundi wa kutibu magonjwa yenye suku katika eneo letu. Tunataka mji wetu huu upepee katika mandhari ya Edeni, mandhari yenye Mwenyezi Mungu aliahidi baba wetu Adamu kuwa inatakana sisi tulinde mji huu uwe na mandhari mazuri. Na tuwezi kutimiza kama nyinyi viongozi mnakuleta mtanganyikio kupitia marafiki wenu kutoka sehemu mbalimbali za katika eneo hili letu la Kenya. Hatuwezi kutimiza ile ahadi ya Mwenyezi Mungu aliahidi baba wetu Adamu kulinda sehemu hii Edeni yetu ya Mlima Kenya katika ufahari wake. Kama nyinyi mnaleta mambo ya kumtanganyikiwa mawazo ya sisi umma la Mlima Kenya kupitia marafiki wenu, kila mtu anakuja rafiki yake anasema fulani mzuri. Hatuwezi. Tunataka sisi tuwe wamoja, piga kura yetu moja kama watu wamoja kupitia strategic plan ya eneo la magharibi mwa Kenya. Asanteni na Mungu ambariki. Kwa majina yetu Mhonge. Thank you.